Nataka nitoe maelezo mafupi kuhusu maombi ya dunia. Wapendwa, maombi ya dunia sio maombi ya wanawake. Maombi ya dunia ni maombi yanayoongozwa na wanawake, kwa sababu asili yake tangu miaka ile ya karne ya 19 wanawake wa Kikristo ndio walioanzisha, tena katika nyumba, yalikuwa yakifanyikia nyumbani. Hawa ni wanawake wa Kikristo wa Marekani na Canada, walianzisha shughuli hizi za maombi ya dunia, ya maombi ya pamoja wakiwa nyumbani, na walikuwa ni wanawake walio katika kazi za kimissionary nyumbani. Sehemu nyingi ambapo walikuwa wanabaki nyumbani, waume zao wanakwenda kufanya kazi za kimissionary, umishoni. Mnakumbuka wamishonari wengi waliotuletea injili wametoka nchi za nje, si ndio twende pamoja, si wametoka nchi za nje? Sasa wakati wengine wanakuja huku, kulikuwa na hofu, wasiwasi kwa wanawake na watoto wanaokuwa wamebaki pale nyumbani. Kwa hiyo wanawake walikuwa na hisia kali za kutaka kutambua mahitaji ya wanawake na mahitaji ya watoto. Wafanyeje? Wakaanza kuitana nyumbani, wakawa wanakaa wanazungumza. Wakati katika mazungumzo yao hayo wakaanzisha maombi ya pamoja. Kwa hiyo nafasi ya maombi katika kazi za kimisionari zilianzishwa na wanawake waliokuwa wakiwaombea waume zao. Kwa hiyo ikaenda pole. Mwaka 1812 wanawake walikuwa wanawahimiza wanawake wenzao kushiriki katika maombi binafsi na kushika nafasi za uongozi katika maombi ya kijumuiya ndani ya mashirika na vyama vyao vya kimissionari. Wakaweka msisitizo wa maombi ili waweze kukutanika mara kwa mara. Baadaye wakasema sasa tutakuwa tunakutana mara moja kwa wiki. Wakaendelea pole. Baadaye wakasema sasa tunataka tukutane kila mwaka. Lakini wakaanzisha sasa namna gani wakutane, lazima wawe na uongozi. Kwa hiyo baba mchungaji wakatengeneza uongozi. Walivyotengeneza uongozi, si ni wanawake ndio wanaanzisha, kwa hiyo ukawa ni uongozi wa wanawake ili kuratibu shughuli za maombi. Maombi tu, walikuwa hawaendi mahali popote. Wanakutanika, wanaombea waume zao, wanaombea shughuli za kimishonari. Mnakumbuka wamishonari wengi walipokuwa wanakuja hapa wanaugua, wengine wanakufa, wengine walikuja na watoto, baadaye watoto wao wanapata malaria, wanakufa. Hata pale Shirati tuna makaburi mengi ya watoto wa wamishonari. Kwa hiyo kulikuwa na msisitizo mkubwa juu ya maombi. Mwaka 1887 sasa, nisikilize kwa makini, wanawake wa kanisa la Presbyterian wakaitisha siku ya maombi kwa ajili ya misheni za nyumbani, na wanawake wa Methodisti wakaitisha pia wiki ya maombi na kujinyima. Nikisema kujinyima, si mnaelewa kufunga na kuomba kwa ajili ya kazi za misheni za kigeni. Siku ya maombi ya Wabaptisti kwa ajili ya misheni za kigeni ilianza mwaka 1891. Mwaka 1895 siku ya maombi ya pamoja kwa misheni zote za kigeni kwa ajili ya kuombea ilianzishwa na wanawake wa kanisa la Anglican Canada. Waanglikana mpo na nyinyi mnasomeka kwenye historia hii. Kwa hiyo kuna wa Presbyterian, kuna wa Baptisti, kuna wa Methodisti na kuna wanawake wa kanisa la Anglican. Wakajiunga kwa pamoja wakaanzisha. Kwa hiyo walikuwa na maono ya umoja wa Kikristo wote kwa pamoja, na umoja huu ulionekana kuwa ni wa muhimu na wa mafanikio katika misheni zao. Wakatoa mafunzo, wakatoa elimu, wakaunda umoja, wakaweka miundombinu ya namna wataweza kukutana. Sasa wao wanatoka Canada, hao wanatoka Marekani, watakutanaje? Wakaunda miundo ya madhehebu mbalimbali ili pale walipo waweze kukutana.
Kwa hiyo wanawake wakaanza kufurahi sasa. Mwaka 1910 mpaka 1911 ndipo walianza kusherehekea mafanikio ya kujitoa kwao. Kuanzia nyumbani sasa wanatoka ili wakutane na wanawake wengine. Kwa hiyo wakaendelea kusherehekea mpaka wakafika mahali wakasherehekea miaka 50 ya shughuli za kimisionari wakiongozwa na wale viongozi wa wanawake. Nilitamani nitoe hii historia kwa ufupi ili tujue kwa nini maombi ya dunia. Sasa niseme kidogo kwa nini maombi ya dunia sasa KCCT yalifika fikaje. Baada ya kuwa yamefika sasa, imefika mahali wanasherehekea namna walivyofanya mpaka imekuwa kitu kikubwa mpaka ikaitwa maombi ya dunia. Ina maana kwamba nchi mbalimbali zilipoungana zikatengeneza kamati mbalimbali za maombi ya dunia. Kwa hiyo ukuaji wa harakati hii duniani kote ulisababisha haja ya ushirikiano wa kimataifa katika kupanga na kusimamia shughuli za maombi ya dunia. Kamati ya kimataifa ya siku ya maombi ya dunia iliundwa mwaka 1968 na walipokutana wakasema tutakuwa tunakutana kila baada ya miaka 4. Unaona, walikuwa bado hawajafanya vizuri, bado wanatafuta wafanyeje. Mwaka 1968 wakasema tutakutana na wawakilishi wa kimataifa, wawakilishi wa kikanda, wawakilishi wa maeneo mbalimbali duniani, wakatoka maeneo tofauti wakakutana. Wakasema tutakuwa tunatengeneza maombi ya dunia ambayo yatasambazwa katika nchi zote zilizoko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zipo nchi nyingi kabisa hapo, karibu nchi na 170 zilizoungana, na sisi Tanzania tukawemo. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo hapa Tanzania sasa yalipopokelewa haya maombi ya dunia, yalianza kuratibiwa na Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Wanawake wa kurugenzi ya wanawake ya Lutheran walikuwa wakiratibu na kutoa vile vipeperushi vya hizo liturujia. Nakumbuka mimi nikiwa bado binti mdogo nilikuwa nikienda na mama yangu, wanasema tunakwenda kwenye maombi ya dunia. Niko msichana mdogo, wakati wao wanaita UWAKI, umoja wa wanawake wa Kianglikana Tanzania. Mama yangu alikuwa mstari wa mbele. Yeye alikuwa ni mama mchungaji, lakini alikuwa ni kama mlezi wa umoja pale katika parish yetu. Kwa hiyo nilikuwa naandamana naye na kwenda kwenye maombi ya dunia na sikuwa ninajua kitu chochote. Mungu akanipa mume, nikaolewa na mwanamume wa kanisa la Mennonite Tanzania, nikaenda naye nikawa mama mchungaji. Tukawa tunaitwa pale Shirati. Ninakumbuka maombi ambayo nakumbuka nilihudhuria nikiwa mama mchungaji kwa mara yangu ya kwanza, yalikuwa yameandaliwa na nchi ya Venezuela. Nakumbuka vizuri sana. Lakini nilikuwa sijui hasa chimbuko la maombi haya ya dunia. Na hatimaye leo hii mimi mwaka 2021 mwaka 2020 ndio kamati ya maombi ya dunia ilipokaa, wakasema sasa tumepata uongozi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Haya maombi yanajumlisha makanisa mbalimbali, sio kanisa moja. Tunataka tulete sasa kwenye dawati la wanawake CCT. Nikayapokea mwaka 2020 tukiwa katika mkutano wetu pale Dar es Salaam. Nikapokea, tukawaandikia kurugenzi ya wanawake wa KKT barua ya shukrani. Katibu mkuu akatia muhuri na sahihi yake na muhuri wa CCT kuwashukuru kwa kubeba hayo maombi mpaka tumeimarisha. Sasa tumepata dawati na kiongozi wa kusimamia haya maombi ya dunia. Kwa hiyo taski ile ikaletwa kwenye dawati la wanawake Jumuiya ya Kikristo Tanzania ili turatibu shughuli hizi za maombi ya dunia. Sasa basi, yanapoandaliwa kule katika dawati la ulimwengu, yanaletwa kwenye dawati la taifa, dawati la Afrika. Yakifika dawati la Afrika, yanatumwa kwenye madawati yote ya taifa. Yakija kwenye dawati la taifa, yanatua kwenye meza yangu Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tunayapokea, tunayaratibu, tunapata liturujia ambayo tunaisambaza kwa makanisa yote Tanzania wanaoongea lugha ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe.
Tumeelewa vizuri historia sasa eti Sawa Kwa hiyo sasa tunaimarisha mikoa, tunakuwa na viongozi wa mkoa, tunaimarisha wilaya, tunakuwa na viongozi wa wilaya, tunaimarisha vijiji, tunakuwa na viongozi wa vijiji, mpaka kata ambako kuna makanisa ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Biblia inatuambia kwamba walipo 2 au 3 wakikusanyika kwa jina la Mungu, Mungu yuko katikati yao. Kwa hiyo makanisa yote ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania, makanisa 12 mahali walipo, hata kama wako kijijini, wakijiunga makanisa 2 tunawaita ni CCT. Kwa hiyo uongozi wa CCT chini ya kiongozi wenu Mama Skola hapa mkoa, wanatengeneza kuhakikisha kwamba wilaya imeimarika vizuri. Wilayani na nyie muhakikishe vijijini huko wameimarika vizuri. Leo hii hapa tungelikuwa tunasema sasa tuite Tarime vijijini, Tarime mjini na wapi tena kwingine, Rorya. Wote tunaunganika ukanda huu, tunasema sasa tunataka tufanye maombi ya dunia kwa pamoja. Hapatoshi. Kwa hiyo sisi tulipokea na sisi tunaendeleza kuratibu shughuli hizi za liturujia, na tunaamini kabisa ya kwamba ipo siku Tanzania tutapewa nafasi ya kuandaa maombi ya dunia.